Limeelekezwa Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Shisha Elikinyo Mafue, mbunge wa Hai, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inatekeleza mikakati mbalimbali ili kuwawezesha wananchi kukua kiuchumi, wakiwemo wananchi wa wilaya ya Hai. Mikakati hiyo ni pamoja na kutoa mikopo yenye riba nafuu hususan kwa wanawake, vijana na walemavu, kujenga mfumo wa kidijitali vijijini ili kuongeza matumizi ya tehama katika shughuli za kiuchumi na kuweka mazingira wezeshi ya kuvutia uwekezaji hasa katika sekta ya viwanda. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa wilaya Hai, serikali imeendelea kuhakikisha mradi wa kiwanda cha KMTC, yani Kilimanjaro Machine Tools Company, ambacho kiko chini ya NDC unatekelezwa. Aidha, serikali kupitia halmashauri ya wilaya ya Hai imetenga eneo maalum la uwekezaji lenye ukubwa wa hekta 463 ambalo linaendelea kutangazwa kwa wawekezaji mbalimbali. Hivyo serikali itaendelea kuhimiza na kutangaza fursa zinazopatikana katika wilaya ya Hai, ikiwemo fursa ya utalii, kuimarisha uchumi wa wananchi. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Mafue. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kwa kuwa sehemu kubwa ya ardhi ya wilaya ya Hai iko kwenye mashamba 17 yaliyoko kwenye vyama vya ushirika, je, serikali haioni ipo haja ya kufanya tathmini ya ardhi ya mashamba haya yote 17 ili tunapoingia mikataba tuingie mikataba tukiuhanisha na thamani ya ardhi tulionayo? Swali la pili, moja ya sababu inayosababisha kufifisha uchumi wa jimbo la Hai ni wawekezaji wasio na uwezo wanaoingia mikataba kwenye mashamba haya ya ushirika. Kwa mfano, shamba la Makoa kijiji cha Uduru ni miaka 4 shamba lile limesimama, mwekezaji halipi chochote, mwekezaji ni migogoro, kila siku ni mahakamani na wananchi wanakosa uchumi kwenye shamba hilo. Shamba la Mrososang mwekezaji ameingia mkataba ajenge kiwanda cha parachichi, mpaka sasa hivi hajafanya. Je, serikali haioni haja ya kuingilia migogoro hii iliyopo kwenye mashamba ya ushirika ili uchumi wa jimbo la Hai ambao unategemea kiwango kikubwa sana ya mashamba 17? Kwenye swali, najua kuna pressure ya uchaguzi, twende kwenye swali. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nijibu maswali mawili ya Mheshimiwa Sashisha kama ifuatavyo. Kwanza nimshukuru na nimpongeze, kwa kweli amekuwa ni champion mkubwa anayefuatilia masuala ya ushirika katika wilaya yake, na kwa kweli ni mbunge ambaye yuko makini, namshukuru sana kwa hilo, nampongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, mashamba 17 yaliyoko chini ya ushirika, ikiwa ni pamoja na hayo mashamba ambayo yako chini ya mkataba wa huyo mwekezaji. Mheshimiwa Naibu Spika, sisi Ofisi ya Rais masuala ya uwekezaji tuko kupitia ofisi ya msajili wa hazina. Mheshimiwa Naibu Spika, katika bajeti inayofuata ya mwaka huu tumeweka mkakati mkubwa ambao tutakwenda kufanya tathmini ya mali zote ambazo ziko chini ya tiara na mali zote ambazo za serikali, kuzifanyia tathmini ya kina, kujua thamani, ili tunapoingia mikataba ya uwekezaji, Mheshimiwa Naibu Spika, tuweze kujua tunaingia mikataba katika ardhi au mali ya serikali yenye thamani ipi. Mheshimiwa Naibu Spika, huo mkakati upo. Tunaomba tu bunge mkitupitisha budget, tutakwenda kufanya kazi hiyo ya tathmini, na hii itakuwa ni hatua moja nzuri sana ya kuweza kumove mbele, kuweza kuangalia namna ya kuingia mikataba ambayo ni yenye tija, mikataba ambayo inakuwa na manufaa na serikali. Kwa hiyo nimtulize Mheshimiwa mbunge atulie, tunakwenda kufanya hiyo kazi. Lakini vile vile kwa hizi kesi ambazo ziko mahakamani, Mheshimiwa Naibu Spika, ninasita kuongea kwa sababu ziko mahakamani, basi ni vizuri kuchukua hatua stahiki ili tuweze kuona ni namna gani ya kuweza kwenda mbele katika kuleta tija pande zote mbili, kati ya mwekezaji pamoja na wananchi wa Hai. Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Justina. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa swali la nyongeza. Je, serikali ina mpango gani wa kutangaza fursa nyingi za uwekezaji zilizoko mkoani Manyara, ikiwepo kilimo cha ngano? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimjibu Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Msingi wa majibu yangu ni ule ule kwamba tunakwenda kufanya tathmini kubwa ya mali zote za serikali yakiwemo mashamba, lakini vile vile kwa kushirikiana na sekretariati za mikoa pamoja na sekretariati za wilaya kuangalia namna ya kuweza kuonyesha fursa za uwekezaji katika maeneo hayo. Tutakwenda
kutafuta wawekezaji wa ndani na wa nje, kuwawekea mazingira mazuri ya kuwekeza katika fursa tofauti tofauti katika mikoa yetu ambayo iko chini ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, tunafahamu kabisa kila mkoa una fursa zake za kiwekezaji. Ni namna bora tu sasa ya kukaa na kuangalia ni fursa zipi tuwape wawekezaji ili waweze kuwekeza na wananchi wa maeneo hayo waweze kupata tija katika uwekezaji huo. Mheshimiwa Antropia. Asante Naibu Spika kwa kunipa. Mheshimiwa Antropia. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Wilaya ya Kyerwa kutokana na uoto wa asili na ardhi yake ina fursa nyingi za kibiashara, lakini inabaki kuwa maskini. Nataka nijue mkakati wa serikali kwa kutumia mto Kagera ili wananchi waweze kuwekeza kwenye vizimba, iweze kusaidia kuongeza uchumi, lakini na kipato cha wananchi na uwezo na nia na nguvu wanaweza kufanya hivyo. Nakushukuru Mheshimiwa. Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nijibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Antropia kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali yetu tumekuwa sasa katika utaratibu wa kuandaa dira ya mwaka 2050 baada ya kumaliza dira ya mwaka 2025 ambayo inakwisha mwakani. Yaani bajeti hii tunaokaa ni bajeti ya mwisho. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nikuhakikishie tumeweza kuidentify na kuangalia kwa kupitia ushauri wa wananchi, tumeweza kuangalia namna ya kwenda kuziwezesha zile sekta ambazo ni sekta za kimkakati ambazo zitakwenda kusaidia kutengeneza na kuongeza uchumi wa nchi yetu, lakini wakati huo kutengeneza fursa za ajira kwa wananchi wetu. Moja ya maeneo ni ya kilimo, uchumi wa bluu, na haya yote yanakwenda kufanyiwa kazi, na nimhakikishie Mheshimiwa mbunge tuna mikakati mizuri ya kuhakikisha kila sekta ambayo tunaona inatija katika kuendeleza uchumi wa nchi yetu, ikiwemo masuala ya kilimo na mambo mengine, tunakwenda kuyafanyia kazi vizuri na fursa zitakwenda kufunguka za kutosha. Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa, tunaendelea Wizara ya Nishati. Mheshimiwa Mkenge kwa niaba ya Mheshimiwa Twaha. Je, lini umeme utapelekwa katika eneo la Kitame kata ya Makurunge ili kuwasaidia wazalishaji wa chumvi? Swali hili limeelekezwa Wizara ya Nishati na Naibu Waziri anaelekea kutoa majibu ya swali hili. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa wilaya ya Bagamoyo, serikali kupitia REA inaendelea na utekelezaji wa mradi wa